Alikuwa mwanasiasa Mtanzania aliyehudumu kwa mihula miwili kama waziri mkuu, kiongozi mpambanaji, mtekelezaji na mwadilifu. Huyu si mwingine ni Edward Moringe Sokoine. Alizaliwa mwezi wa 8 mwaka 1938 katika eneo la Monduli mkoani Arusha nchini Tanzania. Mnamo mwaka 1948 hadi mwaka 1958 safari yake ya shule ya msingi na sekondari ikaanzia hapo, huku akihusishwa katika miji ya Monduli na Umbwe. Siku zote unapopata maarifa ni raha kuyatumia, kwani ilipofika mwaka 1961 Edward Sokoine alijiunga rasmi na chama cha TANU, yani Tanganyika African National Union, na ilikuwa mara baada ya kumaliza masomo yenye fani ya utawala katika Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani. Mpaka mwaka 1963 aliporudi kutoka Ujerumani, alichaguliwa kuwa afisa mtendaji wa wilaya ya Masai, kisha alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Masai. Safari ikazidi kunoga kwenye ngazi ya siasa, na kufika mwaka 1967 alikuwa naibu waziri wa mawasiliano, uchukuzi na kazi. Katika hatua iliyofuata ilikuwa ni kupandishwa cheo na kuwa waziri wa nchi mwaka 1970. Kufikia mwaka 1972 alibadilishwa wadhifa na kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa la Tanzania. Edward Sokoine safari ikazidi kupamba moto na kushikilia usukani wa ubunge, na awamu hii akawa mbunge katika jimbo la Monduli huko mkoani Arusha. Kutokana na uzoefu wake katika siasa, miaka miwili mbeleni alipata nafasi ya kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Mwaka huo huo 1977, baada ya kuaminika na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Julius Kambarage Nyerere, alimteua kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi hicho. Pia mwaka uliofuata ulikuwa ni mwaka wenye uhasama wa vita huko Uganda. Vita ya Kagera ilianza kupamba moto, na kufikia mnamo mwaka 1978 Sokoine aliamuru wakuu wa mikoa yote kutoka nchini Tanzania kusimamia rasilimali zote za kijeshi na kiraia kwa vita. Haikuishia hapo tu. Tarehe 23 Januari mwaka 1979 aliona ni vema kuzuru katika mji wa Mutokura nchini Uganda, kufuatiwa kutekwa kwake na majeshi ya Tanzania. April 2 mwaka 1979 Sokoine alikwenda Nairobi na kukutana na rais wa Kenya Daniel Arap Moi. Kwa kipindi hiko, lengo ilikuwa ni kumshawishi Moi kusitisha mtiririko wa msaada wa kijeshi wa Libya kupitia nchi hiyo hadi Uganda, lakini alikataliwa ombi lake. Hatimaye Tanzania ilishinda vita hiyo. Sokoine aliungana na Nyerere na viongozi wengine wakuu tarehe Julai 26 mwaka 1979 katika makaburi ya kijeshi ya Kaboya katika wilaya ya Muleba, na kutoa heshima za askari waliofariki dunia katika vita hiyo. Kutokana na masuala ya kivita, Tanzania iliingia katika mdololo, yani kudondoka kwa kiuchumi, na baadaye Edward Sokoine akaamua kujiuzuru kwa serikali ya Julius Kambarage Nyerere mwaka 1980 na kuacha uwaziri mkuu. Baada ya miaka mitatu kupita, alipata nafasi tena kuchaguliwa kuwa waziri mkuu mwaka 1988, na alikaa kwa mwaka mmoja hadi kufikia kifo chake April 12 mwaka 1984 kwa ajali ya gari. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amin. Na huu ndo ukawa mwisho wa mwanaharakati huyu ambaye anafahamika kwa jina la Edward Moringe Sokoine. Tukumbuke leo ni siku yake, yani Sokoine Day. Viongozi mbalimbali, watu mashuhuri watakuwa katika mkoa wa Arusha kwa ajili ya kuweza kuienzi siku yake, kwani huyu ndio kiongozi pekee ambaye ameweza kushikilia nafasi ya waziri mkuu katika mihula miwili tofauti. Jina langu ni Shams Dadi na hii ni Binti Kigoma TV.